Nipo katika kituo kikuu cha mabasi cha Magufuli kichoko Mbezi jijini Dar es Salaam, ambapo katika kituo hiki katika hali ya kawaida ni kituo ambacho huaga kinakuwa na hekaheka nyingi, lakini leo kidogo kumekuwa na hali ya utulivu, labda ni kutokana na kile ambacho kinaelezwa labda ni matishio ya maandamano. Katika kituo hiki maeneo haya yote yanakuwa ni maeneo ambayo huaga yanakuwa na watu wengi, lakini leo kuna hali ya tofauti. Na mtazamaji wangu, kwa uhakika na ukweli mkubwa, maandamano ya Sabasaba katika Jamhuri ya Tanzania hivi sasa yanazidi kuonyesha madhara yake kwa 100%, jambo ambalo limeweza kuwa ni pigo kubwa kwa viongozi walioko madarakani, ikifuatia hatua ya hivi sasa ambayo viongozi wakuu wa serikali ya CCM hawakuwa wakitarajia, kusababisha maandamano ya Sabasaba kupata ushindi mkubwa kwa ufanikio ambao wengi hawakuwa wakitarajia, jambo ambalo limeweza kuwa ni pigo kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi mzima wa serikali ya CCM. Ila kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa mtazamaji wangu, iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Mtazamaji wangu, hali inayozidi kushuhudia hivi sasa mikoa mbalimbali ni hali ambayo wengi hawakuwa wakitarajia. Mbaya kabisa, hivi sasa mtazamaji wangu, inaonyesha wazi kwamba maelfu ya Watanzania hawakuweza kutoka kuelekea katika shughuli zao za siku baada siku. Hii ni baada ya barabara kuonekana kusalia kimya bila yeyote yule anayezidi kutumia barabara hizo kusafiri, iwapo kuelekea shuleni, kazini ama vioni. Hii inazidi kuonyesha hali jinsi ya ambavyo maandamano ya Sabasaba yaliweza kuwa ya tisho kubwa katika Jamhuri ya Tanzania, ila serikali ya CCM inazidi kushutumiwa vikali kutokana na matukio haya yanayozidi kuendelea kushuhudiwa mikoa mbalimbali. Kwanza kabisa, mtazamaji wangu, madhara ambayo hivi sasa yanazidi kukumba wafanyabiashara waliokuwa na nia ya kusafirisha baadhi ya mavuno yao kuelekea sokoni. Mfano bora ni video hii inayozidi kuonyesha soko ambalo limeweza kukosa hata mwananchi kwa ajili ya kufanya biashara. Mwenzake mesa anajiambia vyuma, ala msaada gani? Anasema na sote tunafahamu kwamba ni kipi kitaweza kufuatia. Haya yote yanazidi kusukumiwa katika uongozi ulioko madarakani kwa kushindwa kufanya maongezi
kati yao na vijana jenzi ambao wanaozidi kuonekana kukasirishwa na aina ya uongozi unaozidi kuonekana chini ya uongozi wa serikali ya CCM. Pia mtazamaji wangu, hivi sasa katika mitandao ya kijamii sote tunazidi kushuhudia jinsi ambavyo Watanzania wengi wanazidi kufuatilia habari hii, na kila wanachozidi kukizungumza inazidi kuonyesha hasira waliokuwa nayo na serikali iliyoko madarakani. Hivyo basi serikali hii inaendelea kupoteza pakubwa katika siku ya leo ya maandamano ya Sabasaba, jambo ambalo huenda wengi hawakuweza kutarajia, ila kwa jinsi ambavyo Tanzania wanazidi kujitokeza na wanaonyesha dalili ya kutosha ya kwamba serikali iliyoko madarakani bado haijaweza kuwajibika vya kutosha ili kuaminisha wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, iwapo ni barabarani, katika maandamano ama katika mgomo baridi wakiwa manyumbani mwao, usiweze kuzungumzia serikali iliyoko madarakani vibaya, ila kwa jinsi tunavyozidi kushuhudia na kuona hali halisi iliyoko hivi sasa ama leo hii, mtazamaji wangu, ni kweli serikali ya CCM inayozidi kuongozwa na Rais Mama Samia Suluhu Hassan ipo na kipindi kigumu katika uongozaji wa Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, taarifa zaidi za matukio halisi zinazidi kupeperushwa, na ni vyema iwapo hapo pia ungependa kuwa miongoni mwa wale watakaokuwa wakipata update za kwanza katika channel hii, ni vyema uweze kusubscribe, bonyeza alama ya kengele. Tunazidi kukuletea taarifa halisi na hali inayozidi kujiri mikoa mbalimbali, ila maandamano ya Sabasaba hivi sasa yameweza kusimamisha yote yaliyokuwa yafanyike leo hii, ikiashiria ya kwamba serikali ya CCM imeweza kupoteza pakubwa leo hii, siku ambayo iliweza kutakiwa kuwa ni siku ya Jamhuri ya Tanzania kujengwa kiuchumi, ila leo hii imeweza kuporomoka vibaya kiuchumi, na itakuwa mbaya kabisa kipindi na wakati ambapo iwapo waandamanaji wataweza kuingia barabarani ili kuandamana, maafisa wa polisi watakapokuwa wakitumia vitoa machozi kwa waandamanaji, basi ndio vibaya kabisa, kwani swala la utumiaji wa vitoa machozi kwa raia ni jambo ambalo serikali itakuwa imeweza kulazimika kuingia katika mifuko yao ya fedha ili kujaribu kusambaratisha waandamanaji, ambapo wangeweza kutafuta mbinu ya kuwa na mazungumzo na pia kufanya marekebisho yanayozidi kupendekezwa kuyafanya, na haya yote hayataweza kutokea, na tutashuhudia uchumi katika Jamhuri ya Tanzania kuendelea kukua na sio kuporomoka jinsi ambavyo tunazidi kushuhudia leo hii. Mtazamaji wangu, ni vyema kwa wewe hapo kutuachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Je, mahali uliko maandamano ya Sabasaba yanazidi kuwa ya aina gani? Na pia ni vyema wewe hapo kushare kwa video hii kwa jamaa wako wa karibu, wawili ama matatu, na usisahau kusubscribe, like, comment. Bye bye until the next video.